Tunapoelekea siku ya mazingira duniani, tunakumbushwa kuchukua hatua za kila siku katika kulinda mazingira yetu. Tujenge utamaduni wa kupunguza taka, kupanda miti na kuitunza, kutumia rasilimali kwa uangalifu kwa manufaa yetu sisi na watoto wetu. Siku ya mazingira duniani isiwe ni sherehe tu, iwe ni wito na vitendo. Kwa jiji la Arusha mpaka mwaka 2020 inaonyesha kuwa taka zinazolishwa hapa ni takriban tani 450 mpaka 550 taka ngumu kwa siku, ambapo zaidi ya 60% ya taka hizi katika jiji hili zinaweza zikatumika kurejelezwa na zitadhibitiwa vizuri kupitia uchumi rejeshi. Na kufanya hivyo tunaweza kuzalisha ajira kupitia utaratibu huo ambazo hazipungui 5,000. Na nyinyi mnajua jinsi ambavyo changamoto ya ajira kwa vijana wetu ilivyokuwa kubwa duniani kote katika nchi zote, na kwamba serikali pekee haiwezi kuwa suluhisho la matatizo ya ajira kwa vijana, lakini eneo la taka linaweza kusaidia kutengeneza ajira kwa taka zinazozalishwa hapa Arusha zisipungua 5,000 za moja kwa moja na zisizokuwa moja kwa moja, na kusababishia mji wetu kaongeza fedha na mwananchi mmoja akajiongezea kipato. Sasa katika mazingira kama hayo, ndio maana nikaeleza leo kwamba kwa kuwa nyinyi mmeonyesha mfano wa kuwa mji safi kuliko miji yote, mwende katika hatua ya pili ya kuhakikisha kwamba taka hizi zote zinatumika. Tunapoelekea matumizi ya taka hayatakuwa jambo la hiari kwa mkoa wote na taasisi yote katika nchi hii. Ofisi ya Makamu wa Rais imedhamiria kupitia mageuzi na mikakati mbalimbali ambayo tumeanzisha na tunaendelea kuisimamia, iwe ya kisheria, iwe ya kikanuni, iwe ya kisera, iwe ya kimikakati, kuhakikisha kwamba jambo lolote linagusa mazingira katika nchi hii haliwi jambo la hiari pekee, litakuwa jambo la hiari na litakuwa jambo la lazima. Sasa ipendezi twende tukute mataka yamerundikana katika sehemu yoyote, wakati mataka yale yanaweza kutumika yakaleta fursa nyingi sana katika uchumi wa nchi hii, kama nilivyoeleza, kuzalisha bidhaa, lakini vile vile hata kupitia biashara ya hewa ukaa. Taka zile zikatumika kupata fedha kupitia biashara ya ukaa, afu taka zizagae. Tutaendelea kusisitiza na kuhamasisha na kuelimisha mamlaka zote za umma na za binafsi zishiriki katika kutumia fursa hiyo ambayo inapelekea kulinda mazingira yetu. Vinginevyo tutalazimisha na tutashurutisha kwa mujibu wa sheria. Usafi wa mazingira kama nilivyoeleza, hupunguza magonjwa, huimarisha ustawi wa miji yetu na kuboresha maisha ya wananchi. Kwa mfano, tafiti zinaonyesha kuwa miji yenye mifumo bora ya usafi hupunguza hadi 40% ya matibabu kwa gharama za matibabu zinazohusiana na magonjwa yanayosababishwa na mazingira yasiyokuwa salama.